Mara baada ya Simba Sports Club kupokea kichapo kutoka kwa mahasimu yao Dar es Salaam Young Africans cha goli 2-0 na hivyo kuwapa taji hilo la ligi kuu Tanzania bara alimaarufu kama NBC Premier League ya 2024-2025. Kumekuwa na mijadala mikubwa ya mashabiki wa Simba Sports Club, wengi wao wakihitaji Murtaza Mangungu aweze kujiuzulu katika klabu hiyo na aweze kutafuta uongozi mwingine, lakini yeye kama Mangungu amesema kuwa ameelezea kuwa amesema kama yeye hana shida kujiuzulu, issue sio kujiuzulu na sio issue kubwa sana katika swala la kujiuzulu, lakini amesema iwapo wanachama na mashabiki wakija na sababu au ushahidi wa kutosha ambao unaweza kumfanya yeye ajiuzulu, basi anaweza kujiuzulu. Ni kajibu yupo clear, kajibu sahihi kabisa, yani kajibu kwa majibu ambaye yapo ya kila mtu anayaelewa. Huwezi mtu kumfanya mtu kitu ajiuzuru katika na position yake halakuwa haone sababu ya kuweza kumfanya kujiuzuru. Mwambie wewe, kutokana na kosa hili jambo hili kama wewe mwenyewe hujaliona, basi unapaswa kujiuzuru, kwa sababu hili jambo limetia aibu na hili jambo moja wapo ya vitu ambavyo umeahidi kwa muda mrefu hujatekeleza, labda mpaka sisi tumechoka. Kwa unaweza kujiuzuru, kaanza kutuachia klabu yetu na kufuata mambo mengine. Lakini kama hamna sababu hiyo, hata mimi mwenyewe kwa ngumu sana kufanya maamuzi hayo. Lazima nione kuzipo sababu za kufanya kitu hiko, yani uwepo na ulazima wa kufanya kitu hiko. Hivyo Mangungu ameamua kuendelea na nafasi yake na mpaka mashabiki hao wa Simba watakapoleta sababu ya yeye kuweza kujiuzuru, akamuelezea kwa bwana kwa jambo hili. Hayo ni kwa upande wa Simba Sports Club, lakini hiyo yote ni mashabiki kuwa na machungu mara baada ya dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga kuwa na migogoro mingi. Mara Simba wanasema wanaandika barua hatuchezi tarehe 13, hatambui mchezo mwingine tofauti na tarehe 15. Manake ukisema usitambui mchezo mwingine tofauti na tarehe 15, manake ukipanga mchezo mwingine hautacheza. Lakini kauli yao hiyo haikuwa thabiti kulingana na hivyo basi walikuwa hawajaweka wazi washabiki wao kama wataenda kwenye mechi mpaka au wataenda mpaka ifika siku ya mchezo husika, ambaye sio kawaida hasa ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa vilabu hasa hivi viwili. Na hivyo kwa jambo hilo mashabiki walikuwa wamekasirika sana, kwa sababu timu imekuwa maana watu mashabiki wao hawajui kama inafanya maandalizi ya zidi ya dabi hasa au timu haiendi, na wengine inafika kipindi mpaka tiketi za kwanza wamezilipia lakini hajafika uwanjani kutokana na mtu yupo Kigoma na tiketi sawa, lakini hajui kama mechi itachezwa au haitachezwa. Kwa hiyo hakuweza kufika kwenda kuangalia ile mechi. Hivyo mashabiki wamechukia sana kitendo hiko. Bora tu angesema hawaendi kucheza, lakini unaenda kucheza hutoe taarifa, unatoa taarifa mpaka mwishoni. Yaani maana yake nini? Maana yake hiyo huna uhakika na huo mchezo kama utashinda au unajua utaenda kufungwa au unajua kuna kitu gani kinaendelea kati yao. Kwa hiyo jambo limeumiza sana mashabiki wa Simba Sports Club, na ndio maana unaona mpaka anapelekea kuwaforce baadhi ya viongozi wa Simba kuweza kujiuzuru. Hayo ni wametokea kwa upande wa Simba. Nikukumbusha tu kama bado hujasubscribe channel yako hii pendwa ya Asham TZ YouTube online channel, basi subscribe, pia bonyeza alama kengele wa kwanza kupata taarifa zetu punde tunapoposti kwa biashara na matangazo kemkemu. Usikose kunitafuta kwa namba zangu za 0714818875. Bye bye.